We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Lord, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Tutaima hiyo popote ambapo unapotufuata, tunaamini kwamba utabarikiwa pamoja nasi. Ni muda tunataka kumsifu Mungu kwa wimbo angalau moja tu na wimbo moja wa kumwabudu Mungu. Baadaye tutaenda katika kusikiliza neno la Mungu. Karibu kwa wimbo moja wa sifa na wimbo moja wa maabudu, tuweze kuabudu pamoja na wewe ikiwa uko nyumbani na kumsifu Mungu wetu. Karibu sana mama kwa ajili ya wimbo. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Matatizo yako asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. I am the Father who never ever failed me. I am the Father who never ever failed me. Jesus is my Father who never ever failed me. No courage, never never. I am the Father. I am the Father who never ever failed me. I am the Father. I am the Father who never ever failed me. Jesus is my Father who never ever failed me. No courage, never ever failed me. I am the Father. I am the Father who never ever failed me. I am the Father. I am the Father who never ever failed me. Jesus is my Father who never ever failed me. No courage, never ever failed me. Jesus is my Father who never ever failed me. No courage, never ever failed me. I am the Father who never ever failed me. I am the Father who never ever failed me. Jesus is my Father who never ever failed me. No courage, never ever failed me. Hallelujah. Amen. Oh, tutaenda kumwabudu Bwana kwa maana kuabudu Bwana, kuabudu
Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe watu wa Mungu. Amen. Ya, tunakuwa na furaha kubwa sana. We are happy today. Tunasema asante kwa Mungu. We thank you God ambao ametupatia hii neema ya kusimama mbele watakatifu wake. To be here with the holy ones. Si kwa nguvu zetu. It's not by our strength. Si kwa uwezo wetu. It's not by our power. Ni kwa neema ya Mungu tu. It's by the grace of God. Na ninaposimama mbele zenu ninyi watakatifu wa Mungu, when I stand before you holy people of God, ninamshukuru Mungu sana. I thank God kwa kunipa hii neema for giving me this ili grace, tupate kuzungumza neno la Mungu. So we can talk about the word of God. Bwana asifiwe. Amen. Na bila ukawia, without taking time, tutafungua mabiblia zetu. We're going to open our Bibles. Tutaanza na Injili ya Mathayo mtakatifu. We're going to start with John. Injili ya Mathayo mtakatifu. Matthew. Sura 25. 15. Sura 25. 25. Hiyo mstari moja tu ya 13. Verse 1. Mstari wa 13. No, 23. 13. Mstari wa 13. 13. Yes. Injili ya Mathayo mtakatifu. Matthew 13. Sura 25. Sura 25. Chapter 25. Sura 25. Matthew 13. Chapter 25 verse 13. Sura 25 mstari wa 13. Or Matthew 25 verse 13. Yes. Basi tunasoma kwenye Kiswahili. Neno la Mungu linasema basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Amen. 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 Rudia tena mtumishi wa Mungu. Basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Amen. 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 Waingereza na tusomee pale naye. The Bible says in English, be on the alert then, for you do not know the day nor the hour. Amen. Amen. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Amen. Ya, tunamshukuru Mungu sana. We thank God. Na ikiwa kama Mungu alikokuwa mimi na wewe, if God saved you and me, shabaha kutuokoa, the purpose of saving us ni kwa sababu tufike mbinguni. Is so we can go to heaven. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio shabaha kubwa ya Yesu kukokoa mimi na wewe. That's the reason why God ametuokoa
He saved us ili mimi na wewe so you and me, tufike mbinguni. we can reach Hiyo heaven. ndio shabaha ya Yesu kabisa kutuokoa. That's the purpose of God saving us. Ikiwa aliacha mbingu na takatifu kwenye utukufu, If he left heaven to come here, alivaa mwili wa mwanadamu, he wore a human flesh, alisulubiwa, he was crucified, aliteswa, he was persecuted, alivumilia mpaka kifo cha pale msalabani, he alivumilia mpaka was msalabani patiently to the cross na akatuokoa. and saved us. Alipenda mimi na wewe tufike mbinguni. He wanted us, you and me, so we can reach heaven. Bwana asifiwe sana. Amen. Na somo letu la leo The topic for today ni kukesha. Kukesha. it's endurance. To be awakened. Be awakened. Somo Yeah. letu la leo So the topic of today ni kukesha. is being awakened. Bwana tusaidie sana. Amen. Kukesha nini watu wa Mungu? What's being awakened? Tukienda katika kimwili, If you go through the flesh, yani bakisema mtu anakesha, if someone is awakened, manake ni kutokulala. it's no sleeping. Yani kufuata katika hali ya kimwili, Through the flesh, the tukisema body, mtu anakesha, if someone is awakened, ni kusema kutokulala it's no sleeping. au kuwa macho Or be, mpaka asubuhi, well, you open eyes to the morning au bila kufunga macho. without closing your eyes. Kwa lugha nyingine, The other language, bakisema huyu mtu anakesha, you see someone else is awakened, wanasema labda tunasema kama huyu mtu ni zamu. you can say this person is, Zamu. yes, flesh. Zamu. Endelea. Huyu mtu tunasema ni zamu. Exam, you understand? Zamu kwa kweli, zamu wa kweli make halalake ndio zamu wa kweli, halalake. The spirit, the It's a real spirit, watchman. like the watchman doesn't sleep. Bwana msaidie sana. Amen. Hii ni kukesha katika hali ya kimwili. This is how you fast, how you awake in the flesh. Yaani kimwili Fleshly. In watu the wengi flesh, watu wengi wanapokesha, when people are awakened, unakuta hawalali, they don't sleep. wako macho wazi, They have open eyes. wale wanafungua macho mpaka kunakucha. They have their eyes open to its morning. Njoo tunasema hawa watu wanakesha. That's why we say these people are doing an overnight. Lakini sisi hapa watu wa Mungu As people of God, tutazungumza kukesha katika hali ya kiroho. we're gonna be talking about being awakened in the spirit. Kiroho Spiritually, au tambia utaseme msilalake, we won't tell you guys don't sleep. au tambia Wakristo tangu leo We won't tell Christians msilalake basi Yesu atakuja. starting today don't sleep till God comes. Haiko ndio kukesha pana. That's not being awakened. Au tambia Wakristo tangu leo sasa Don't tell Christians starting today msilalake basi Yesu atakuyaka. don't sleep until God comes. Hiyo na kiroho ni tofauti kabisa. That and the spirit is different. Au tutakwambia sasa wewe maana uko kitu macho wazi tu basi Yesu atakuyaka. Usifungake macho. Just open your eyes until God comes. Never close your Hapana. eyes. Hiyo haiko kiroho, hapana. That's not being spiritual. Kukesha kiroho watu wa Mungu, Being awakened spiritually, tunataka sema nini? what does that mean? Yaani ni kujiandaa. It's to prepare yourself. Bwana msaidie sana. Amen. Yaani ni kuandaa ujio wa Yesu. It's to prepare the coming of God. Yaani mtu wa Mungu People of God, anapojiandaa katika ujio wa Yesu, when a person of God prepares himself for the coming of God, kwa sababu Biblia inatuambia because the Bible tells us hatujui siku wala saa. we don't know the time or the day. Sasa kama hatujui siku wala saa, If you don't know the time or the day, inabidi mtu wa Mungu you people of God, ujiandae saa kwa ujio wa Yesu. you need to prepare yourself for the time of God. Bwana msaidie sana. Amen. Au uwe tayari kwa kumlaki Yesu. Or be ready when God comes. Sasa shida ni kwamba shida ni kwamba The problem is this: hatujui siku wala saa. we don't know the time or Mimi day. nakutatizo sana kwa sisi watu wa Mungu.
That's become a problem to us people. Na nyuma Biblia inatuambia kwamba watu wa Mungu That's why the Bible tells us, people of God, tukeshe. let's be awakened. Tukeshe watu wa Mungu. Let's be awakened. Kwa sababu hatujui siku wala saa. Because we don't know the day or the time. Na sasa tutakesha namna gani watu wa Mungu? How are we going to be awakened? Inabidi mimi na wewe, inabidi mimi na wewe It's for you and me tuwe tayari. to be ready. Yaani tujiandae. To prepare ourselves. Tujitayarishe. To prepare ourselves. Hatujui siku gani Bwana wetu Yesu Kristo atakuja. We know the time our God is going to come. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo watu wa Mungu, For that, people of kujua God, kwamba neno kukesha know that the word awaken, kwa sisi watu wa Mungu, for us people of God, kwa sisi watu wa Kristo, for us Christians, inakuwa neno ya muhimu sana. it's a very important word. Bwana mtusaidie sana. May God help us. Inakuwa neno ya muhimu sana. It's a very important word. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. May God help us. Sasa swali kwako na kwangu. The question for you and me, Sasa tutajiuliza, let's ask ourselves, tutakesha namna gani? how are we going to awaken? Au tutajiandaa namna gani kwa ujio wa Yesu? How are we going to prepare ourselves for the coming of God? Bwana mtusaidie sana. May God Hiyo help inakuwa us. swali kabisa ambao mimi na utapasha jiulize. That's the question we should ask Kwa ourselves. sababu inatuambia tukeshe. The Bible tells us we should be awakened. Hatujui siku wala saa. We don't know the day or the time. Sasa mimi na wewe You and me, tutakesha namna gani? how are we going to be awakened? Tutajiandaa namna gani? How are we going to be prepared? How are we going to prepare ourselves? Bwana msaidie sana. Amen. May God help Kwa us. hiyo tunakuwa na hatua tatu ya kukesha. We have three ways to be awakened. Yaani katika kukesha Through being awakened, au katika kuchunga Yesu or while waiting for God, au katika kujiandaa ujio wa Yesu, or being preparing the coming of God. kunakuwa hatua tatu watu wa Mungu. There's three ways. Bwana msaidie sana. May God help us. Hatua ya kwanza, mtu wa Mungu, The first kama unapenda kukesha, way to be awakened, we kama vile mtu wa Mungu, you as a Christian, kama unasema mimi sana najiandaa kwa ujio wa Yesu, me, I'm preparing myself for the coming of God, au natayarisha kuja kwa Yesu, or I'm getting ready for the coming of God. hatua ya kwanza, The first way, we kama vile mtu wa Mungu, the first thing to we kama vile be, mtu ambaye umeokoka, you as a saved person, hapa habari ya kukesha hapa the way of being awakened, haihusu wapagani, hapana. it doesn't touch the Inahusu wale pagans. watu ambao wampokea siku na mkozi maisha yao. It only touches those who have been saved. Bwana sifiwe sana. Amen. Imehusu ndio watu wa Mungu hapa. It touches the people of God, Hapana wapagani. not pagans. Mpagani hata kesha. Pagans won't be Kwa sababu awakened yeye hajampokea siku na mkozi maisha yake. because he's not giving his God as his Lord and Ndio Savior. maana hana haja ya kukesha. He has no right to be. Ili neno kukesha, Awakened. ili neno kukesha hapa The word awakened here, inahusu ndio watu wa Mungu. it's talking about the people of Wale ambao God, wameokoka. those who are saved, Wamempokea siku na mkozi maisha yao. who have given God their life. Ndio inabidi sasa wakeshe sasa Thus they need to be awakened, ili siku hizo takuja so the day God comes, wamlaki they may be ready to see Him. waende naye mbinguni. They can go to heaven with Him. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hatua ya kwanza, The first thing, mtu wa Mungu, people of God, wewe ambaye ulimpokea siku na mkozi maisha yako, who have given God your life, hatua ya kwanza ni hii, the first thing is this, ni kutengeneza maisha. is to fix your life. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika hali ya kukesha, While being awakened, katika hali ya kuchunga Yesu, while being waiting for God, katika hali ya kuchunga kurudi kwa Yesu, while being waiting for God's coming, inabidi wewe mtu wa Mungu, it's you, people of God. hatua ya kwanza The first thing to do, inabidi utengeneze maisha you yako. have to fix your life. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa sababu tunamlaki Yesu, Because we're waiting for God. tunamchunga Yesu, We're waiting for God. tunajiandaa kuja kwa Yesu. We're waiting for His coming. Hatujui atakuja lini. We don't know when He's gonna come. Pamoja na kuchunga ile siku haijulikani kama ni siku gani, Because we don't know the day He's gonna come. inabidi mimi na wewe It's for you and me. tu watu wa kutengeneza maisha yetu We have to fix our lives mara kwa mara, all the time, yaani kila siku every day. unapoamka, mtu wa Mungu, When you wake up, inafaa people of God, ujiulize, ask yourself, unakuwa unapiga konti kila mara katika maisha yako, make it count in your life. maisha yangu ya kiroho iko je? How is your spiritual life? Nasimama nani yaani nasimama namna gani mbele za Mungu? How do you stand before God? Yaani kwa lugha nyingine, In another language, tunapaswa kuwa tunatengeneza maisha yetu siku kwa siku. fix your life every day. Yaani tunapaswa kuwa tunajitambua jinsi tulivyo. You have to recognize yourself. Tunapaswa kuwa tunajitambua. You have to recognize Nasimama yourself. gani, yaani nasimama namna gani mbele za Mungu? How do I stand before God? Yaani nimezungumza namna gani?
How am I talking to God? Nimetembea namna gani? How am I walking? Maisha yangu ya kiroho iko je? How is my spiritual life? Bwana msaidie sana. Hiyo ndio hatua ya kwanza inahitajika watu wa Mungu. That's the first step. Kutengeneza maisha. To fix your life. Kwa hiyo tusome katika Mathayo, Injili ya Mathayo mtakatifu. Let's read in Matthew. Sura 5 mstari wa 8. 5. Injili ya Mathayo mtakatifu. Sura 5 mstari wa 8. Tunasoma Mathayo sura ya 5 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Amen. 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 Karibu kwa Kiingereza naye. The Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Bwana msaidie sana. Neno la Mungu liko wazi pale. Neno la Mungu liko wazi pale. The Bible is open. Katika kutengeneza maisha yetu, While we fix in our life, Biblia inatuambia wazi hapa kwamba the Bible tells us openly heri wenye moyo safi, that blessed are the pure in heart, maana hao ndio watamuona Mungu. Amen. they will see God. Na njia moja ya kuwa na moyo safi The only way to have a pure heart ni kutengeneza maisha yako. is to fix your life. Yaani kama ulifanya dhambi, If you sinned, unaambia Mungu akusamehe. tell God forgive you. Kama ulifanya vitu haipendezi na Mungu wako, If you did things that doesn't please to God, unatengeneza maisha. fix your life. Yaani damu ya Yesu iko pale The blood of God is there kutusafisha. to wash us. Yaani tunapoomba msamaha, When us forgiveness, tunaposamehewa, when I've been tunapotakaswa na forgiven, damu ya Yesu when I've been washed by the blood mbele of za God, Mungu, in front of God, tunakuwa na moyo safi. we have a pure heart. Yaani mbele ya Mungu tunakuwa watakatifu. In front of God, we are holy. Bwana msaidie sana. Amen. Ndio maana hiyo ni jambo ya muhimu sana watu wa Mungu. That's an important step. Ukitaka ukeshe, If you want to be awakened, inabidi uwe unatengeneza maisha yako mara kwa mara. you have to ask forgiveness every time. Bwana msaidie sana. Hiyo ni jambo ya muhimu sana mtu wa Mungu, That's an important step. kwa sababu tunachunga kumlaki Yesu Because we're waiting for God. na hatujui atakuja lini. We don't know when He's gonna come. Ndio maana katika kuandaa ujio wa Yesu That's what to get ready of the coming of God. au katika kukesha, Or when being awakened, inabidi tunatengeneza maisha yetu mara kwa mara. we have to fix our lives every time. Bwana tusaidie sana. Yaani tu watu wa kujitambua. Let's be people who recognize Wakati ourselves. mtu anapojitambua, When you recognize inakuwa yourself, nyepesi, anajua kama hapa nilifanya dhambi au sikufanya. you know it'll be easy to know if you sinned or not. Yaani unapojitambua, When you know yourself, yaani unakuwa na roho wa Mungu ndani yako, you have the Holy Spirit in au you, dhamiri yako or your conscience. unapofanya dhambi When you sin, inakwambia kama hii ni it dhambi. tells you this is a sin. Inakwambia hii ni dhambi. It tells you this is a sin. Yaani mtu wa Mungu, People of God, unapokuwa mtu wa Mungu, when you have the unapokuwa na dhamiri safi when you have a good conscience, au roho wa Mungu ikiwa ndani yako, when the word of God is, the Spirit is inside of you, unapofanya dhambi when you sin, utajisikia unakosa amani. you feel uncomfortable. Utajisikia unakosa amani. You don't feel at peace. Na unaposikia unakosa amani, When you're not at peace, unajua kwamba kwa kweli roho wa Mungu anafanya kazi ndani yako. know the Holy Spirit is doing the work inside of Bwana you. msaidie sana. Amen. Yaani unapofanya dhambi, When you sin, unaposikia unakosa amani kabisa, when you feel not at peace, yaani mpaka utengeneze upate amani, you have to fix your life, and that's where you're gonna feel peace. unajua kwa kweli roho wa Mungu ndani yako. Know the Holy Spirit is inside Angalia of you. nazungumza na wewe. It's just speaking with you. Angalia na kuonya. It's just talking to you. Lakini ikifika hatua, When it comes to time, ikifika hatua unapofanya dhambi, when you sin, unaona yote ni sawa tu, you think everything is good. yote ni amena tu, Everything is good. kiroho inakuwa shida. Spiritually, it's bad. Bwana turumie sana. Yaani kiroho tayari unakufa. Spiritually, you're dead. Kwa sababu kufuata mnapofanya kwako wewe ni amena tu. Because doing a sin to you is just like a Na hiyo kiroho inakuwa man. shida. Spiritually, it's bad. Lakini sisi watu wa Mungu But as people of God, ambao tunakesha we are being awakened, au kwa lugha nyingine tunajiandaa kwa or being, kupokea Bwana wetu Yesu or Kristo, being prepared to receive God, inabidi mara kwa mara it's good all the time. tunapomkosea Mungu When we wrong God, au tunapokosa or when we au tunapofanya dhambi, or when we sin, tujisikie kukosa amani kabisa. let's be not at peace. Tujisikie kabisa haiendeki ndani yetu. Let's be uncomfortable. Tujisikie kabisa kuna vitu haviendeki. Let's feel like something is not Na going katika right. hiyo hali And through that, ndio utakuwa nyepesi mara kwa mara kutengeneza maisha it yako. will be easier to fix your Utakuwa life. nyepesi mara kwa mara kuambia Mungu nisamehe. It will feel good to tell God, God forgive me. Kwa kuomba Mungu msamaha, To ask God forgiveness, inabidi tutambue kama ulikosea Mungu, you have to ask forgiveness. ndio utaambia Mungu nisamehe. You tell God forgive you. Lakini kama ujitambue vile, When you don't recognize that, itakuwa shida kuomba msamaha. you'll be hard to ask forgiveness. Ndio maana kwa hiyo watu wa Mungu That's why people of God, inabidi tu watu kutengeneza maisha yetu. let's fix our lives. Hiyo ni hatua ya kwanza.
That's the first step. Bwana tusaidie sana. Amen. Amen. Na hatua ya pili, watu wa Mungu, The second step, katika kukesha being awakened au katika kujiandaa kwa kuja kwa Yesu or preparing yourself for the coming au of katika God kutayarisha maisha yetu, or getting rid of your life. inabidi tuwe watu wa kusoma neno la Mungu. All the people who read the word of God. Bwana tusaidie sana. Amen. Tuwe watu wa kusoma neno la Mungu. Let's read the word of God. Hautakuwa Mkristo ambao usomaje neno la Mungu. You can't be a Christian who doesn't read the word of God. Haitawezekana. It's not good. Hiyo itakuwa shida. That would be a problem. Unaona mwili ambao tunakuwa nayo The body we have right now, inabidi ipate chakula it needs to have food ili uwe na afya njema. so you can have a good health. Hiyo ndio kimwili. That's fleshly. Huu mwili ambao tunavaa The body we are wearing, kwa kusema ionekane vizuri for it to be seen good, au ikuwe na afya mzuri, to have a good healthy, inabidi uilishe vizuri, you need to be fed. ndio mwili wako utakuwa vizuri. Then your body will be good. Bwana tusaidie sana. Amen. Na chakula ya kiroho nao sasa The spiritual food too ni neno la Mungu. is the word of God. Watu wa Mungu, The word of God. ukitaka kiroho tuwe na afya nzuri, To be have a good inabidi healthy. kama vile mwili kila mara inahitaji chakula That's like the body needs food. na roho nayo inahitaji neno la Mungu. The word of God needs the body. The spirit needs the word of God. Bwana tusaidie sana. And God help us. Kwa hiyo tuambie Mungu, Tell God, kwa sababu katika hali ya kimwili because in the spiritual realm, kama mtu hana apeti, if someone doesn't have any appetite, huyo mtu ni mgonjwa. the person is sick. Kwa hiyo mtu mzima anapaswa kuwa na apeti, All person needs to have appetite. anapaswa kuwa na hamu ya kula chakula. He needs to be thirsty. Ukikuta mtu hana hamu ya kula chakula, Hungry to eat food. ujue kama huyu mtu ni mgonjwa. If someone is not hungry to eat food, no, Bwana the person msaidie is sana. sick. Amen. May God help us. Vile mwili inahitaji That's like the body na needs. kiroho nao ni vile. The spirit needs to. Kama unakuta mtu hana njaa neno la Mungu, If someone is not thirsty of the word of God, huyo mtu kiroho anagonjwa. that person is hungry, is sick. Bwana tusaidie sana. Amen. Kiroho mtu anagonjwa. Spiritually, the person Kwa is sababu kwa sick. kweli Because kama uko mzima kiroho, if you're well spiritually, unapaswa kuwa kila mara na njaa na kiwa neno la Mungu. you have to be thirsty, thirst and hunger for the word of God. Bwana tusaidie sana. May God help us. Basi bila ukawia, Without taking time, tutasoma Mathayo mtakatifu we read Matthew sura 4 mstari wa 4. Matthew 4:4. Mathayo mtakatifu sura 4 mstari wa 4 natuambia nini pale? Matthew 4 verse 4. Mathayo mtakatifu sura 4 mstari wa 4. Tusome pale natuambia nini? What does Matthew 4 verse 4 says? Mathayo mtakatifu sura ya 4 Mstari wa 4. mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi. Naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Amen. Amen. Bwana tusaidie sana watu wa Mungu. Amen. Angalia, huyu ni Yesu mzima huyu. This is God himself. Wewe tulize, Jesus himself. kisha kufanya mafungo ya siku 40. After doing the fasting for 40 days, Shetani kumwogopa, the devil wasn't scared of him. akakuja kumjaribu. He came to tempt him, Lakini alimshinda kupitia nini? Kupitia neno la Mungu ndio alimshinda. but he overcome him through the word of God. Akamwambia imeandikwa. He said it is written, Akamwambia mtu hataishi kwa neno la mtu hataishi kwa mkate tu, the man shall not live by bread alone, ile kwa kila neno but itoka kinywani mwa Mungu. on every word that proceeds out of the word of God. Yaani ndio neno la Mungu watu. That's the word of God. Katika kukesha Through being awakened au katika kuandaa ujio wa Yesu, or being preparing the coming of inabidi God, watu wa Mungu tu tunasoma neno la we Mungu. need to be reading the word of God. Bwana tusaidie sana. Amen. May God help us. Hiyo ndio chakula ya uzima ambao tunakuwa nayo. That's a living food we have. Kwa sababu hata kimwili kama mwili na chakula nayo If the body doesn't have food, itakuwa shida. it's a problem. Hata ugonjwa utagonjwa. You get sick. Na kiroho ni vile vile nayo. That's like spiritual Chakula kiroho food. ambao tunakuwa nayo The spiritual food we have njoo neno la Mungu watu wa is this Mungu. word of God. Bwana msaidie sana. May God Kwa hiyo help tuambie us. Mungu atupatie kiu na njaa May God make us thirsty and hunger ya kuwa nakula mara kwa mara neno la Mungu. to be eating the word of God Yaani ya kuwa all the nasoma time. neno la Mungu. To read the word of God. Hiyo ndio itatusaidia katika kuandaa ujio wa Yesu. It helps us to prepare for the coming of Yaani tu God. watu wa kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Let's be people who read the word of God. Yaani ndio chakula ya roho ambayo tunakuwa nayo. It's a spiritual food we have. Bwana tusaidie sana. May God Hiyo ni ya help muhimu us. sana, inahitajika watu wa Mungu.
That's the important thing we need to do. Tukijikuta ndani yetu ile kiu ya neno la Mungu tena ndani yetu, If we find we're not thirsty, tujue kwa kiroho kabisa tunagonjwa. just know spiritually Na kwa hiyo you're inafaa sick. tutafute kabisa, nikwambia Mungu atusaidie haraka sana. Tell God to help us Atuponye ile kiu tena ikuwe ndani yetu. to heal us so we can have that thirsty Kwa again. kama mtu ana apeti, If someone is not thirsty, hunger, anakuwa mgonjwa. appetite, Inabidi aone daktari ampatie madawa ili tena ile apeti kwenda ndani yake. he's sick, he has to see a doctor so he can give him medicine. Bwana usaidie sana. Amen. Na kiroho ni vile vile na sisi. Spiritually it's like Kama that. ile kiu inaanza kutana ndani yetu, If you're not thirsty anymore, hunger, inabidi mganga ambao tunakuwa ni Yesu Kristo. the only doctor we have is Jesus Kamwambia Christ. tusaidie ile tena kiu inaanza ndani yetu. Amen. Help tell her to make us thirsty and hunger again. Bwana tusaidie sana. May God help Hiyo us. ndio hatua ya pili That's the second step katika kukesha, to being awakened. katika kumgonja Yesu. To wait for God. Inabidi tu watu wakusoma neno la Mungu. Let's be people who read the word of Na neno la God. Mungu inabidi iwe kwa wingi ndani yetu. We need a lot of word and it's inside of us. Bwana tusaidie sana. Amen. Iwe kwa wingi ndani yetu. It needs to be a lot inside of us. Na hatua ya tatu And the third step, na ndio ya mwisho it's the last step, katika kukesha, being awakened au katika kumgonja Yesu, while waiting for God. inabidi tuwe watu wa kuomba. We want to be people of prayer. Bwana tusaidie sana. Amen. Katika kumgonja Yesu au katika kukesha, While being waiting for God, inabidi tuwe watu wa kuomba. we want to be people who pray. Kwa sababu maombi ndio nguvu tunakuwa nayo. Because prayer is is power we have. Kwa Biblia inatuambia, The Bible tells us, inatuambia tukeshe. so we have to be Hatujui awakened. atakuja lini. We don't know when it's gonna Sasa na come. vile hatujui atakuja lini, If so, that's why we don't know when it's gonna come. inabidi tuombe Mungu We need to pray to God atupatie nguvu to give us power ya kumchunga siku kwa siku. to wait for Him every Kwa day. sababu bila maombi Without prayer, tutachoka. we're gonna be late. We're gonna be tired. Bwana tusaidie sana. Neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Let's read the word of God. Wathesalonike wa kwanza 1 Thessalonians sura 5 mstari wa 17. 5. Na hiyo ni verse 17. fupi sana kabisa hiyo. Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 17 inatuambia nini 1 pale? Thessalonians 5:17. What does it say? Neno la Mungu linasema hivi katika Watesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 Mstari wa 17. wa 17 inasema, ombeni bila kukoma. Amen. 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 Says pray without ceasing. Bwana msaidie sana watu wa Mungu. Amen. Katika kukesha While being awakened au katika kujiandaa kwa kuja kwa Yesu, or being waiting for the coming of God, kwa juu hatujui atakuja lini. you don't know when it's gonna come. Hatujui atakuja lini. You don't know when it's gonna Ndio come. Biblia inatuambia tukeshe. That's what the Bible tells us, be alert. Na katika kukesha, Being awake, watu wa Mungu, people of God, inabidi tu watu wa kuomba. we have to be people of prayer. Bwana msaidie sana. Amen. Tu watu wa maombi. We have to be people of Kwa sababu prayer. maombi ndio nguvu tunakuwa nayo. Because prayer is power we have. Bila maombi tutachoka. Without prayer, we're gonna be Bila tired. maombi hatutaweza. Without prayer, we're not Kwa able. safari ambayo tunakuwa na kwenda mbingu, Because of journey we have to heaven, unakuwa shida, there's problems, matatizo, there's obstacles, unakuwa mashida ya kila aina. different kind of situations. Bila kuomba Mungu Without praying to God, hatutaweza. we're not able. Bwana msaidie sana. Amen. Nikwambia Mungu mwenyewe atuwezeshe. Tell God to help us. Ndio maana katika kumngoja Yesu watu wa Mungu, While waiting for God, inabidi tu watu wa maombi. we have to be people of God. Tu watu wa kuomba mara kwa mara. We have people who pray all the time. Tuambie Mungu tusaidie. Tell God to help us. Utupe nguvu ya kuomba. Give us strength to Kwa pray. kuwa sisi ni wanadamu. We are humans. Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba The Bible says tunaweza katika tutiae nguvu. we can do all things to God who strengthen us. Na tunapata nguvu za Mungu We get power ni kupitia maombi tu. through Bwana prayer. msaidie sana. Amen. Kama uombi utapata nguvu za Mungu. Without prayer, you don't get Na God's kama power. uombi utashinda kukesha. If you don't pray, you can't be on alert. Kwa hiyo hautakuwa na nguvu. You don't have power. Ndio maana inabidi tuombe That's why we need to pray. ili Mungu atupatie nguvu. So God can give us Na strength. katika kuwa na ile nguvu Having that power, tutakesha watu wa Mungu. we have to be on alert. Bwana msaidie sana. Amen. Kwa hiyo tuambie Mungu atusaidie Tell God to help us. katika kukesha, Be awakened. tuwe watu wa kutengeneza maisha. Let's be people who fix our life. Bwana msaidie sana. Na katika kukesha, While being on alert, tuwe watu wa kusoma neno la Mungu mara kwa mara. let's be people who read the word of God all the time. Na katika kukesha watu wa Mungu, And be on alert.
tuwe watu wa maombi. Let's be people of prayer. So maombi ndio nguvu ambayo tunakuwa nayo. Prayer is a power we have. Bwana msaidie sana watu wa Mungu. May God help us. Kwa kumalizia, To finish, neno kukesha, the word being awakened, neno kukesha, the word being awakened. Ukikaa kabisa chini unatafakari kabisa. If you sit down and meditate on that word, Kwa sababu unasema mimi ni Mkristo because you say you're a Christian, na kama Yesu ameniokoa, and if God has saved you, ninajiandaa katika safari ya kwenda mbingu. I prepare myself to go to Furaha yangu heaven. ni siku moja nifike mbinguni. I want one day to reach heaven. Furaha yangu ni siku moja nimuone Yesu. My joy is one day to see God. Sasa safari ya kwenda mbingu But the journey to heaven, haijulikani tutaenda lini. we don't know when we're gonna go. Hatujulikani tutaenda lini. We don't know when we're gonna go. So Biblia inatuambia kwamba That's what the Bible tells us. Yesu atakuja kama vile mwizi. God's gonna come like a thief. Na nyuma na watu wa Mungu, That's why people of God. ili neno kukesha kwa watu wa Mungu, This word to be awakened, yani kwa lugha nyingine language, inatuonyesha namna gani tutamaliza safari yetu. Amen. it shows us what we're gonna do. Bwana msaidie sana. Amen. Ili neno kukesha Being awakened, kwa lugha nyingine in other words, inatuonyesha namna gani tutamaliza safari yetu. it shows us how we're gonna finish Ndio maana our journey. unapotafakari sana, That's why we have to meditate. unasema hii neno ni ngumu na nzito. So this word is hard and Ni neno yani neno nzito na nguvu. it's very heavy and hard. Sasa yani ukajiuliza mara kwa mara, Ask yourself this: namna gani nitamaliza safari yangu? how am I gonna finish my journey? Nitamaliza safari yangu namna gani? How am I gonna finish my journey? Bwana msaidie sana. May God help us. Au mwisho wangu utakuwa je? How is my end gonna be? Unaona katika kukesha You know, when you're being awake, kunakuwa maswali mengi. there's questions. Ndio maana Yesu anatuambia tukeshe. That's why God told us be awake. Hata kuja kama mwizi. He'll come like a thief. Bwana msaidie sana. Amen. Yaani kwa lugha nyingine In another word, inatuonyesha namna gani it shows us tutamaliza mwendo wetu. how we're gonna finish our journey. Bwana msaidie sana. Katika kukesha Being late, inatuonyesha namna gani tutamaliza mwendo wetu. it shows how we're gonna finish our Kama journey. itakuwa vizuri au mbaya. If it's gonna be good or bad. Bwana msaidie sana. May God help us. Yaani kwa lugha nyingine, In other word, yaani tuingia kiroho sana kabisa, if you go spiritually, kukesha being awake yaani ni kujiangalia mkioo, is looking in the mirror. namna gani utamaliza mwendo wako. How are we gonna finish your journey? Bwana tusifiwe sana. Amen. Yaani unakamata kioo, unajiangalia sasa. You look at the mirror and look at yourself. Wewe mbona kesha mara kwa mara? You be awake all the time. Unajiangalia katika ukesha sasa. For being late all the time. Namna gani nitamaliza mwendo wangu? How am I gonna finish my journey? Bwana msaidie sana. Ni neno nzito na ni neno ngumu. It's a hard word. Na hiyo ndio siri kubwa That's a big secret ya Ukristo wetu. about Christianity. Wajua hivi tuko hapa, Because we're here right now. haujui mwisho, yaani haujui namna gani haujui utakuja siku gani. You don't know when God is gonna come. Na haujui namna gani utamaliza safari yako. You don't know when you're gonna finish your journey. Bwana msaidie sana. Amen. Bwana msaidie sana. Amen. Na kwa lugha nyingine, In other words, kukesha to be late, ndio inahakikisha it shows Ukristo wetu. our Christianity. Bwana msifiwe sana. Amen. Yaani kukesha To be awake, ndio inahakikisha kabisa, inahakikisha it shows Ukristo wetu, yaani Ukristo wetu uko je? what is a Christianity. Yaani kama ulikesha vibaya, If you are being awakened wrongly, the wrong way, utamaliza safari yako mbaya. you finish your journey bad. Nataka sema nini? What do I mean? Kwa mfano Yesu akikuja, If God comes, anakuta huko tayari, if I'm not already, hautaenda mbinguni. you're gonna go to heaven. Bwana turumie sana. May God Na help us. itakuwa ole sasa. It'll be Sasa ujiulize maisha yako yote mazima. pity. Ask yourself your whole life. Sasa itaishia hapi sasa? Where is it gonna end? Kwa sababu tutakuwa na safari mbili tu, Because of two journeys. au kwenda mbinguni Either going to heaven au kwenda motoni. or going to hell. Bwana msaidie sana. May Amen. God help Sasa us. katika kukesha sasa, By being awakened, ndio itakuonyesha njia gani utaenda. it's gonna show you which way you're gonna go. Bwana turumie sana watu wa Mungu. Amen. Katika kukesha hii ndio itakuonyesha utakamata njia gani. It's gonna show you what way should you Kwenda take. mbinguni
going to heaven au kwenda motoni. or going to hell. Bwana turumie sana. Amen. Kwa kweli watu wa Mungu May God help us tunapotafakari kabisa when we meditate. hii kukesha Being awake late, yeah. ni neno ngumu It's a hard word na neno nzito. and a heavy word. Kwa hiyo tuambie Mungu atusaidie Tell God to help us tukeshe vizuri, so we may be alert, tukeshe vizuri so we be awakened well, ili tunaweza kufanya salama. so we may finish our journey well. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani tukeshe vizuri Let's be awakened ili mwendo wetu good, tumalize salama. so we can finish our journey well. Yaani tukeshe vizuri Let's be awakened well, ili tufike mbinguni. so we may reach heaven. Bwana msaidie sana. May God help us. Yaani kwa lugha nyingine, In another word, kama ukeshe vizuri if you're not awakened, hata mbinguni utaingia. even in heaven you won't reach. Nataka sema nini? What do I say? Kwa Biblia inatuambia tukeshe, Somebody else says be awakened. hatujui siku wala saa. We don't know the day or the time. Sasa kama bahati mbaya But if you have a bad luck, unakutana katika ulevi, you are alcoholic. unakutana katika ulevi You're an alcoholic. au katika uzinzi, Adultery. mara moja ukifa And you die right away. utaenda wapi? Where are you gonna go? Bwana turumie sana. God Unaona? forgive us. Maki au ukesha vizuri You won't awake very well. katika ukesha yako wewe, So you're awakening. pale utengeneze maisha yako, Instead of being fixing your wako life, mzambi. you're in sin. Na Yesu akija And when God comes, hautaenda mbinguni. you won't go to heaven. Bwana usaidie sana. Amen. Tuna tuambie Mungu atusaidie. So God help us. Tukeshe katika hali vizuri. Awaken very well. Tukeshe katika hali yaani tukeshe katika hali ya kweli na roho. Let's be awakened spiritually and fresh. Tukitengeneza maisha yetu. When we fix our life, Tukitubu mara kwa mara. Amen. when we confess all the time, Tukiomba Mungu. when we pray to God, Tukisoma neno la Mungu. read the word of God, Tuwe kama muda wote atakuja tu. we know the all time it comes. Iwe usiku iwe mchana, Maybe at night, akikuja tu mara in moja, the morning when it comes right away, tumulaki mbinguni. we can see him in heaven. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo itakuwa furaha kubwa sana kwako na It's kwangu. gonna be joy for you Maana kwa and hiyo me. tuambie Mungu atusaidie hii mchana wa leo. So God to help us. Mimi nawaambia Mungu nisaidie So God to help you this katika evening. kukesha. While being awakened. Nisikeshe keshe tu hapana, kisha tu Let me just be hapana. awakened. Nikeshe katika hali yani nikeshe katika kweli na roho. And be awakened spiritually. Katika kukesha By being alert. ni mtu mara kwa mara kutengeneza maisha yangu. I'm a person who fix my life. Ninapofanya dhambi When I sin, ni mwepesi kwa kutengeneza maisha. let me easily fix. Ni mwepesi kwa kuungama mara kwa mara. Let me be easy confess. Ni mwepesi kumwambia Mungu nisamee. Easy to God forgive me. Hiyo ndio kukesha. That's how you can be awakened. Na niwe mtu wa maombi mara kwa mara. I'm a person who pray. Kupitia maombi Through prayer, nitapata nguvu. I'll have power. Sitachoka. I won't be tired. Kuna wengi walianza vizuri I was started good. lakini walichoka njiani. Got tired on the way. Na katika kuchoka By being tired, walimaliza vibaya they finished na bad. wakukesha tena, They didn't na hiyo ilikuwa shida kwao. be alert anymore. Na pasipokuwa na neno la Mungu ndani yako, nao vile vile Not having the word of God in you, inakuwa shida sana. it's very hard. Unakuwa watu wengi The people of God, wanapotea they are lost kwa ajili ya kutokuwa na neno la Mungu. because of not having the word of God. Bwana tuhurumie sana. Wanabii waongo wanakuwa wengi, There's no prophets na kwa ajili ya kutojua neno la Mungu, because of not knowing the word of watu wengi God. wanaangamia. A lot of people Biblia inasema kama are lost. watu wengi wanaangamia People are lost kwa kukosa maarifa. because of lack of knowledge. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tuambie Mungu atusaidie. So God help us. Alisema hata tuacha peke yetu. Say one Atatumia Roho Mtakatifu ambaye anakuwa mwalimu kwa kutusaidia. who can help us. Tunaposoma katika roho na kweli, When you read Roho Mtakatifu mwenyewe atafika pale atatupatia tafsiri when you read spiritually, God, the Holy Spirit will na give us tutashika neno la Mungu. interpretation, and we hear the word of La God. kama sivyo, And if it's not like that, tutadanganywa na manabii wa uongo we're gonna be na tutapotea njia. lied by the prophet, fake prophets, and we're gonna be lost. Bwana tuhurumie sana. And God help us. Kwa hiyo watu wa Mungu, So people of God, waambie Mungu asubuhi ya leo so God today, katika kukesha, by being late, Mungu nisaidie God help me. niwe mtu wa kutengeneza maisha yangu mara kwa mara. Be a person to fix my life all the Na time. katika kukesha And through being awake, late, nipe hiyo kiu na njia kusoma neno lako. make me thirst and hunger of your word. Na katika kukesha And being awake, unisaidie help me. ni mtu wa kuomba mara kwa mara. Be a person who pray all the time. Kwa hiyo Mungu atusaidie. May God help Ni me neno fupi for this short word mbele kwako na kwangu. for you and me.
Amen. 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 Haleluya. Amen. Basi tutaenda kuomba kwa pamoja. Mungu aende kutusaidia na atupatie moyo wa kuendelea kukesha katika utakaso, kuendelea kukesha katika maombi na katika neno lake. Daudi akasema katika yake ya Zaburi ya kwamba neno la Mungu ndiyo taa kwa miguu yangu. Ulimwengu tulio ndani unajaa giza, neno la Mungu ndio linatuongoza katika nuru yake. Basi tutaenda kuomba na kuombea watu wa Mungu popote walipo, kanisa la Mungu popote walipo. Mungu wa mbinguni ende kawapatie moyo wa kukesha katika maombi, katika utakaso, kujitambua na neno lake. Karibu kwa maombi. Mtakatifu